kuwa na access ya kutoa risiti, itakuhitaji wewe kama muuzaji, fanya biashara, utoe consent. Utakuwa na application ambayo ile application itakubalika katika ofisi zetu za TRA. Kwa tutakapo ikubali ile application, mwisho wa siku unapotoa risiti, ni risiti ambazo zitakuwa ni halali, ambazo tunasema hazina makando kando, tunaziita ghost receipt. Tumelenga kuondoa hizo risiti ambazo tunaziita ghost receipt. Lakini pia kupitia mfumo huu wa iDRAS tunatoa huduma mbalimbali na zikiwemo usajili wa wafanyabiashara. Wafanyabiashara wataweza kupata tini zao, lakini pia wanaweza wakasajili kampuni, wanaweza wakajisajili katika kodi ya ongezeko la thamani kwa maana ya VAT. Mfumo huu umerahisishwa na kuweza kuweka mifumo yote ya TRA ambayo ilikuwa imegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kwa mifumo yote imewekwa katika lango moja ambao tunaita iDRAS. Na wewe utaenda kuchambua, maana kuna muda nimestaki uchambue vizuri. Kwa majina naitwa Joyce Ruleka, jina maarufu naitwa Mama Ruleka. Niko Kahama, maeneo ya CDT, ni mfanyabiashara. Tumealikwa kwa ajili ya semina na TRA. Tumefika kwenye mafunzo ya semina ya TRA. Mimi binafsi mafunzo nimeyapenda. Huu mfumo walioleta wa iDRAS huu, natumaini wafanyabiashara utatupunguzia ghadhabu nyingi. Kuna wengine hawajui kutumia hata mashine, sababu kwa maelezo ya wakufunzi wa leo wameeleza kwamba unaweza ukatumia hata simu janja ya mkononi, na maana kitu hicho kitatusaidia sana sisi wafanyabiashara wadogo, hasa wafanyabiashara wanaoanza biashara kwa sasa hivi. Kiukweli sisi binafsi tumefurahia tuliokuwa kwenye mafunzo, tumejifunza. Itakuja kutupunguzia ghadhabu zingine ambazo tulikuwa hatuwezi kufanya, sababu kila mtu sasa hivi ana uwezo wa kutumia simu yake janja mkononi na kuona vitu vingi. Wametufundisha ripoti za manunuzi yako utaziona kwenye simu yako janja, na ripoti za mauzo yako utaziona kwenye simu yako janja. Mimi binafsi kama mfanyabiashara nimefurahia sana kwa mfumo huu. Naitwa Bwana Idi Juma Gululi, natoka maeneo ya CDT, stendi ya Kahama mabasi. Stendi ya mabasi Kahama mjini. Tunashukuru sana, tumealikwa na TRA Kahama kuja kupata semina ya EFD, yani wanaita mfumo wa iDRAS. Tunashukuru, tumepokea, wametupa somo, wametupa darasa, tumelipokea na tunashukuru, na tunaomba endelee kutupa sisi darasa hilo hapo. Mfano mimi akija pale mteja kwangu, lazima nimwandikie tiketi ya mashine. Napompa tiketi ya mashine, kuna message ambayo itafika kwenye simu yake. Kwa hiyo ile message kidogo inakuwa afadhali kuliko kutoa ile risiti. Ile risiti inaweza ikapotea, tukashindwa kupata data zake. Ila kwa mfumo tuliopewa iDRAS huu, unapotoa risiti ile pale, message inapoingia kwa mteja pale, kidogo inakuwa data zake unazipata kwa wakati. Naam.